Na kati sisi imekuwa klabu ya mfano, tuzalishe wachezaji wetu wenyewe, tuwatumie kwenye timu kubwa. Maendeleo yote yamesimama ya Simba. Kila kitu kizungumzia ni transformation ifike mwisho. Tulikuwa tunalalamika, na mimi mwenyewe ni mmoja wapo, kwa nini klabu ya Simba haisajili wanachama? Unajua shida ni nini? Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Na sababu za kuzuilia akasema wakiwa wengi gawio itakuwa kubwa, kwa sababu tunakwenda kwenye mfumo wa uwekezaji, mfumo wa hisa, 51% 49. Wakatengeneza mikakati ya kuandaa ukomo wa wanachama wao watu 50,000. Sisi wanachama na mashabiki tukapiga kelele, hapana, haiwezekani klabu ya Simba wakawa mashabiki 50,000 wanachama. Klabu na watu wengi, na maana mimi Dr. Mo mtoto wangu akizaliwa wakakesha miaka ijayo atakuwa shabiki wa Simba, akiwa atakuwa mwanachama wa Simba, asipate hiyo platform. Tukapiga kelele na mtolo mkuu wa mwaka 2022 na 21 ukatengua hilo, wanachama wakawa hawana ukomo. Lakini ni upande wa mwekezaji ndio ambao ulipopose ulipendekeza wanachama wana ukomo wa watu 50,000, sisi tukaondoa ile zuio, lakini bado wakaendelea kushikilia. Toka mwaka 2017 wanachama wa Simba hawajapata haki yao ya kusajiliwa wanachama wapya. Wanachama waliopo ni wale wale. Kwa database ya Simba hawazidi 14,000. Leo Yanga wa database ya watu karibia 200,000 ambao wamesajiliwa wanachama wapya. Wanaingiza hela nyingi sana kupitia eneo hilo. Wanachama wa Yanga kulipa pesa hao 200,000 hata kushiriki tu wana zaidi ya bilioni 20 kwa mwaka wanazipata. Sisi tunapata nini? Na upande wa uwekezaji walizuia haya kwa sababu hakutaka klabu ya Simba 51% iwe na nguvu kifedha, kwa sababu ikiwa na nguvu kifedha haiwezi kafuata matakwa ya upande wa uwekezaji. Kwa wakazuia hili la kudahili wanachama wapya ili klabu yetu ikose mapato, isiwe na fedha, ili tuwe ni timu ambayo inategemea mtu. Hatuwezi, tumechoka. Leo mpaka sasa hizi timu yetu ina struggle kupata mishahara ya wachezaji. Mwekezaji hapatikani. Dirisha la usajili dogo, mwekezaji hapatikani kwenye simu mpaka dirisha linakaribia kufungwa. Wewe ndio baba wa familia, unajua kila Januari lazima mimi mtoto wangu walipia ada. Inafika Januari wafunga simu, unapatikana mwezi wa 4. Wewe ndio bora kweli? Hapatikani. Timu yetu inahitaji maboresho kiufundi, of course. Hatuna timu mbaya mbovu kiasi hicho, lakini kwa maeneo ambayo tunaona kama tunafanya maboresho, basi tajiri atoe pesa tuweze kusajili. Tajiri hapatikani kwenye simu mpaka leo. Mwenyekiti Mtaza Ali Mangungu kwa hekima yake na busara yake akasema hawa wachezaji ambao wanataka kuuzwa, Jean Charles ya huwa anakwenda Sierra Leone pamoja na Steve Dese Mkora anakwenda Al-Masry, tuwauze hizi pesa tuzielekeze kwenye kusajili nini wachezaji wapya ambao wataisaidia klabu. Ndio unaona kwa basi Gueye, Anicet Yaula, unamuona huyu Nixon Kibabage, golikipa Mamadou, pamoja na mchezaji mmoja ambaye klabu ilimpata kumwambia ndiye rudi tusaidie kusajili, Josephine Inos Liomba, mshambuliaji hatari tunakomba. Mwekezaji yuko wapi? Kama kubaliana wetu sisi ilikuwa ni kuisaidia Simba, imekuwa ni mazoea na sio mara ya kwanza. Kuna shida, mwekezaji hapatikani. Kuna wakati niwaambie leo, kuna wakati Simba ilikuwa inataka iende kusafiri Al-Masry, iende kusafiri Misri. Simba ikawa haina hela ya kusafirisha wachezaji. Mwekezaji hapatikani kwenye Simba. Mwenyekiti wetu Mtaza Mangungu akahangaika yeye na wajumbe wake kwenda kukopa pesa kwa baadhi ya wadau ili timu isafiri. Akapata pesa, timu ikasafiri. Lakini timu ilifika finali, pongezi nyingi, anapongezwa mtu mmoja, anakashifiwa mtu mwingine. Matokeo yakiwa mazuri ya klabu ya Simba, anapongezwa mtu huyu, anakashifiwa Mangungu. Hapana, mnyongeni haki yake mpeni. Mwenyekiti Mtaza Ali Mangungu ndio mwenyekiti pekee kwa sasa mwenye mafanikio kuliko mwenyekiti yote unamjua wewe tangu Simba uni. Kwa takwimu, chini ya uongozi wa mwenyekiti Mangungu timu imeenda finali na asibekane. Chini ya mwenyekiti Mangungu timu imecheza Cup Champions League robo finali 5. Chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu imeingia group stage ya Cup Champions League mara 7. Lakini chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu ya klabu ya Simba mapato yake yameongezeka.
tulikuwa tuna bajeti ya bilioni 1 kwa mwaka. Leo bajeti ya Simba ni bilioni 25. Mapato yameongezeka chini ya utawala wa Mangungu. Sasa unasemaje Mangungu ni mtu mbaya? Leo tunafungwa pale uwanjani Benjamin William Mkapa, mchezaji anachukua mpira, anarudisha nyuma, tunafungwa. Unapata nguvu wapi ya kumkashifu kiongozi Mangungu? Amekosea wapi? Structure ya uendeshaji wa klabu ya Simba inasimamiwa na bodi ya kurugenzi. Bodi ya kurugenzi, mwenyekiti wake anatoka upande wa mwekezaji ambao sasa hivi ni Crescentus Magori. Ndani ya bodi wao wako wengi kuliko upande wa 51%. Wao ndio wanainitiate malipo ya wachezaji, wao ndio wanasajili wachezaji, wao ndio wanapanga kila kitu. Lakini pia chini ya bodi ya kurugenzi ambao mwenyekiti ni Crescentus Magori, yupo upande wa mwekezaji wa hisa 51%. Ndani yake kuna wajumbe wetu wapigia kura wanachama, tuliwachagua tuna mkuu. Chini yake ndio kuna operation ambayo ipo chini ya CEO. Kuna operation ya klabu ya Simba, watendaji wapo 28. Watendaji zaidi ya 27 wote wanatoka upande wa mwekezaji. Ni mtendaji mmoja tu ambaye anatoka upande wa 51%. Sasa timu leo ikikosa matokeo, Mangungu analaumiwa kwa sababu zipi? Niwaambie wana Simba, ni wakati wa kuamka kuipigania nembo ya klabu ya Simba. Tumedanganya vya kutosha. Uwekezaji huu kimvuli hautufai. Leo Mohamed Dewji Mo sisi mwaka 2021 mkutano mkuu alituambia atajenga miundombinu. Hapa ni play sauti yake sekunde moja. Atajenga miundombinu. Upo Simba kwa ajili ya maslahi ya Simba. Bila kazi yako haionekani kwa sababu umevishwa ubaya. Watu wengi hawajui kweli. Yaani kazi kubwa wanafanya Mangungu na sisi mwingine. Leo tumesema hapana, tuweke wazi. Watu Tanzania waelewe. Sisi tuko pamoja na mwenyekiti Mangungu, apige kazi na Mangungu apepewe tena. Sisi tunalawana mzabuni. Mangungu apepewe, ni kiongozi wa uvumilivu wa hali ya juu. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa namshambulia sana Mangungu. Ninyi mnajua. Ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa simkubali Mangungu. Lakini nimeenda chini, nimego deep, nimefanya research, nimekusanya data, nimekusanya taarifa sahihi, nimejiridhisha Mangungu anaonewa, hana kosa lolote. Leo tajiri wetu Muhindi amekuja na mkeka Simba, atudai bilioni 77. Anataka Simba tusaini Simba, tumlipe hela yake. Sisi tunauliza hizo bilioni 77 ni mkutano gani mkuu wa wanachama ambao ulipitisha kwamba yeye anatuazima bilioni 87 anapaswa kurudishiwa? Kwa sababu chombo cha juu cha maamuzi tena kabla Simba ni mkutano mkuu. Hakuna mkutano mkuu umekaa akaenda akatuambia bwana napokea bilioni 87 mtarudisha. Leo anaforce operations za klabu, viongozi wa klabu wasaini hela bilioni 77, hatudai. Hatuko tayari. Hizo bilioni 77 sio wanachama hatuzijui kwa sababu hakutuita kutushirikisha. Labda kuna mtu alimpa asema. Sisi tunalewa. Kwa hiyo kimsingi huo ndio utaratibu. Leo klabu yetu haipigi hatua. Miundombinu pale Bunju iko dormant. Iko dormant. Hakuna progress yoyote. Tumeshia kujenga ukuta pale. Tuna viwanja vya mazoezi. Lakini mwekezaji atuambia atatujengea viwanja na jimu ya kisasa. Iko wapi? Atuoneshe. Sasa hatuwezi kuwa na uwekezaji kivuli ambao hauna manufaa. Sisi tunachokiomba kama wanachama na tucho kiazimia, uwekezaji huu sisi hauna manufaa na sisi.